Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameiambia BBC kuwa ana taarifa za kijasusi za kuaminika kwamba nchi ya Rwanda inapanga kuishambulia nchi yake. Ndayishimiye pia alisema kuwa Rwanda ilijaribu kufanya mapinduzi nchini Burundi miaka 10 iliyopita, sawa na inachokifanya sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Rwanda imejitetea kwa kusema kwamba madai hayo ni ya kushangaza na imesisitiza kuwa nchi hizo jirani zinashirikiana katika mipango ya kiusalama kwa ajili ya mpaka wao wa pamoja ambao umefungwa kwa zaidi ya mwaka mmoja. Licha ya ushahidi mkubwa wa Umoja wa Mataifa, Rwanda mara zote imekana kuwapa silaha na kuwaunga mkono waasi wa M23 ambao hivi karibuni wamechukua sehemu kubwa za mashariki mwa DRC wakiwa na vikosi vya Rwanda. Rwanda pia imekana kuwa na uhusiano wa kundi la waasi wa Red Tabara ambalo Rais Ndayishimiye anasema ni kundi la mamluki sawa na M23 na linapata msaada kutoka Rwanda ili kuleta vurugu Burundi. Anasema Rais Ndayishimiye, wangesema ni tatizo la ndani wakati tatizo ni la Rwanda. Tunajua kwamba Rais wa Rwanda Paul Kagame ana mpango wa kushambulia Burundi. Warundi hawatakubali kuuawa kama Wakongo wanavyouawa. Watu wa Burundi ni wapiganaji. Lakini kwa sasa hatuna mpango wa kushambulia Rwanda. Tunataka kutatua tatizo hili kwa mazungumzo. Kiini cha kauli za Ndayishimiye kilikuwa wito wa amani na utekelezaji kamili wa makubaliano kati ya mataifa hayo mawili, mkataba wa amani uliosainiwa miaka iliyopita, lakini kwa mujibu wa Burundi haujaheshimiwa na Rwanda. Rais Ndayishimiye anaendelea kusema kwamba waliofanya mapinduzi ya 2015 waliandaliwa na Rwanda kisha wakakimbia, Rwanda ikawapanga. Ilienda kuajiri vijana katika kambi ya Mahama, iliwafundisha, ikawapa silaha, ikawafadhili. Sasa wanaishi mikononi mwa Rwanda, anadai Rais Ndayishimiye. Anasema tena, ikiwa Rwanda itakubali kuwakabidhi na kuwafikisha mbele ya sheria, tatizo litakuwa limekwisha. Ndayishimiye aliongeza tena, tunaziomba nchi jirani ziheshimu makubaliano ya amani tuliyofanya. Hakuna sababu ya sisi kuingia vitani. Tunataka mazungumzo, lakini hatutakaa kimya tukishambuliwa. Hatuna chochote cha kuomba kutoka Rwanda, lakini wanakataa kwa sababu wana mpango mbaya. Walitaka kufanya Burundi kile wanachokifanya DRC. Mpaka Rwanda na Burundi bado umefungwa. Mpaka wa Rwanda na Burundi bado umefungwa kwa muda mrefu baada ya waasi wa Red Tabara kufanya mashambulizi kadhaa ndani ya Burundi. Ingawa mgogoro wa Rwanda ni mkali, sio tatizo pekee la Burundi. Upande wa magharibi, vita vinavyoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yenye utajiri wa madini vimefikia kiwango cha hatari, huku makundi ya waasi, wanamgambo na mataifa ya kigeni yakipigania rasilimali za thamani za nchi hiyo. Nguvu za nje zinahusika katika kuendeleza mgogoro huu. Hawataki amani DRC kwa sababu wanataka kuendelea kupora rasilimali zake, Ndayishimiye aliambia BBC. Mgogoro wa DRC si kuhusu watu wake, unahusu madini. Suluhisho, anasema, ni kuwaleta pamoja wahusika wote, wakiwemo vyama vyote vya upinzani na makundi ya waasi, ambao lazima waketi pamoja na kuona kwa pamoja jinsi wanavyoweza kuunda mustakabali bora na raia wao wote. Lakini kwa maoni yake, yote yanategemeana na Rwanda itaonyesha nia ya kweli. Shida kati ya Rwanda na DRC ni ndogo. Wanaweza kuitatua bila kuua watu. Kwa mfano, nasikia Rwanda inasema iko DRC kwa sababu ya FDLR, kundi la waasi la Kinyarwanda linalohusishwa na mauaji ya kimbali ya mwaka 1994. Lakini ni nani anayeuawa? Ninachokiona ni Wakongo. Kwa nini wanaua Wakongo wakati wanasema wanawatafuta FDLR? Tangu waasi wa M23 na wanajeshi wa Rwanda waanze kuteka miji mashariki mwa DRC mwezi Januari, vita vimesababisha mamia maelfu ya Wakongo kukimbia makazi yao, wakiwa wamekata tamaa kutafuta usalama. Baadhi yao wamevuka mto Rusizi kwa vyombo vya meli vya dharura au hata kuogelea hadi Burundi. Licha ya safari hiyo hatari kusababisha vifo vya watu wengi, wakiwemo mtoto wa miaka 3.
wakihangaika kuishi katika kambi za wakimbizi. Baadhi yao wanasema wanataka kurudi nchini kwao, lakini wanalalamika kuwa mpaka wa Burundi na DRC umefungwa. Hili ni jambo ambalo rais wa Burundi anakana. Hapana, mpaka wetu wa Kongo haujafungwa. Walipitia wapi kuingia Burundi? Hata leo wanaweza kutumia mto Rusizi kurudi. Alipoambiwa na BBC kuwa kuvuka mto Rusizi kunawaweka wakimbizi katika hatari, Ndayishimiye alijibu, unajua hatukuwakaribisha sisi. Wanaweza kurudi, hatutawakataza kurudi. Lakini wakiwa hapa ni kama wageni wetu. Mgeni akija nyumbani kwako, ni wewe unayechagua chumba atakachokaa. Hata chakula watakachokula ni kile tunachogawana. Hawawezi kusema watakula nyama wakati wewe unakula samaki. Ili vita vikome na Wakongo wafikie amani ya kudumu, Ndayishimiye anasema mamlaka na vikosi vya kimataifa DRC yanapaswa kupanuliwa ili viweze kupambana moja kwa moja na waasi. Pia amesisitiza kuwa vikosi vya Burundi havitaondolewa DRC hadi Burundi iwe na uhakika wa usalama wa mipaka yake. Mapema mwezi huu, viongozi wa kusini mwa Afrika walitangaza kuwa vikosi vyao vitaondolewa DRC ambako vilikuwa vikisaidia kupambana na M23 baada ya angalau wanajeshi 19 kuweza kuuawa. Sasa mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa kubwa kabisa ambayo imeibua kidogo hisia nyingi za watu ambao wanafuatilia mzozo huu wa Goma pale DRC Congo, ambapo mpaka sasa tunaona kabisa kwamba rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amezungumzia nia ya Rais Paul Kagame kutaka kutumia vikundi vya waasi kwa ajili ya kuweza kuishambulia Burundi. Ndayishimiye ameongea kwa uchungu sana na kusema kwamba wao hawataweza kupigana, hawataweza kupigwa kama kile ambacho kinatokea DRC. Wao watafia wakiwa vitani. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linazidi kuibua sitofahamu kubwa zaidi katika upande wa DRC, Rwanda pamoja na Burundi. Lakini Ndayishimiye pia ameenda mbali kabisa na kusema kwamba vita hivi wasipokuwa makini vinaweza kupiganwa kikanda, na hata baadhi ya watu ambao ni mashuhuri kwenye siasa za kimataifa walizungumza mwanzoni kabisa kwamba huenda vita hivi kama hawatakuwa makini vikapiganwa kikanda. Sasa inaweza kuwa ni hatari zaidi na kusababisha mamia na maelfu ya watu kuweza kupoteza maisha, lakini wengine basi wanaweza kukimbia makazi yao ambayo walikuwa wakiyazoea. Mtazamaji wa Zone Media, hiyo ni taarifa kubwa kabisa ambayo inazidi kukiki kwenye upande wa habari za kimataifa. Kwa hiyo usiache kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare, na hii ni Zone Media.